Karibu tena mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Asante kwa kuendelea kutuaminia kama kituo ambacho kinakupea taarifa. Mtazamaji wangu, Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais amezungumza baada ya makamu wake wa rais Daktari Nchimbi kujiuzulu kupitia kwa barua ambayo imeweza kuzua maswali moto, huku wengine wakisema kwamba huenda Nchimbi alilazimishwa kujiuzulu na wala hakuridhia kujiuzulu. Sasa Samia ameweza kuzungumza kupitia kwa katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Anasema kwamba Samia ameweza kupokea barua ya Dr. Nchimbi ya kujiuzulu. Je, Moses kupitia kwa barua ambayo imetolewa amesemaje? Barua yenyewe ndiyo hiyo hapo. Anasema kwamba taarifa kwa umma, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo tarehe 25 Agosti mwaka 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzulu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo. Taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Imetolewa na afisi ya katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Unaona hapo mpenzi mtazamaji, Samia anasema eti kwamba ameweza kukubali. Unajua kuridhia ni kukubali kwamba Nchimbi aondoke. Wacha nikufundishe kitu hapa. Iwapo Samia hakukuwa nataka Nchimbi asiondoke, angemuita kwenye kikao, washauriane, wakubaliane. Iwapo kuna penye ambapo walikuwa wamekosana, wakubaliane, aendelee kazi. Lakini namna ambavyo Samia ameweza kuridhia ombi ambalo ama lile ambalo wanaita kwamba ni ombi la Nchimbi kwamba ajiuzulu, kuna maswali ndani. Kuna maswali ndani na inaonekana kwamba Samia alikuwa amesubiria sana. Alikuwa amesubiria sana siku ambayo Nchimbi ataondoka madarakani. Kumbuka kwamba kituo hichi mtazamaji wangu cha Tanzania News TV kimekuwa kikukueleza kwamba Nchimbi sio eti kwamba hangejiuzulu. Nchimbi lake lilikwisha amriwa kitambo na kamati kuu ya neki ya chama cha CCM. Haikuwa kwamba ni lini ama haikuwa iwapo Nchimbi atatolewa madarakani. Ilikuwa ni lini Nchimbi ataondolewa madarakani kama makamu wa rais. Na niko na sababu za kusema kwamba Nchimbi amelazimishwa kuondoka madarakani na kusema kwamba Nchimbi alikuwa chini ya presha kali. Angalia, tuvute nyuma. Makamu wa rais Philippe Mpango hakuwa ameridhia kwamba aondoke kwenye utumishi wa umma, aondoke kwenye siasa. Hapana, alilazimishwa na Samia. Alilazimishwa na Samia mwenyewe aweze kuondoka kwenye hiyo nafasi. Ikabidi Philippe Mpango
akaondoka akaenda kupumzika pale nyumbani kwake. Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu Kassim, sio eti kwamba aliridhia kujiondoa madarakani, au sio eti kwamba aliridhia kujiondoa kwenye siasa, kwa sababu alihudumu kwenye miaka 10 kama waziri mkuu. Bado kulikuwa na nafasi zingine za kushikilia kama mbunge, lakini akalazimishwa kustaafishwa kutoka kwenye siasa na Kimama mwenyewe. The same thing imehappen ama imeweza kutendeka kwake makamu wa rais Daktari Nchimbi. Ameweza kustaafishwa kirasmi na huyu mama mwenye anaitwa Samia. Mnaona mpenzi mtazamaji, yeyote mwenye yuko na akili timamu ndani ya chama cha CCM anaondolewa. Mnaona kile ambacho kilitendeka kwake Simbachawene. Simbachawene alikuwa amewaambia polisi kwamba ukipatikana na kosa unachukuliwa hatua. Simbachawene akaambiwa kwamba hauwezi ukaleta kifua kwenye kasi ambayo Samia ameweza kukuteua. Alionyeshwa lango. Samia amemuondoa madarakani balozi Daktari Nchimbi na amemwambia kwamba aandike barua eti anastaafu kutoka kwa siasa. Sio eti kwamba ameondoka, ameweza kujiuzulu kutoka kwa wadhifa wa makamu wa rais pekee, bali kwenye ile barua ilikuwa imeandikwa kwamba ameweza kustaafu kutoka kwa utumishi wa umma pamoja na siasa. Ni wangapi ambao wataondoka kutoka kwa hii serikali? Na kama haujawahi jua mtazamaji wangu, Nchimbi, Dr. Nchimbi balozi, yeye ndiye makamu wa rais wa kwanza katika taifa letu la Tanzania kuwahi ng'atuka madarakani. Yeye ndiye makamu wa rais wa kwanza kuresign, kujiuzulu kutoka madarakani. Wacha nikueleze mtazamaji wangu, sijawahi ona kiongozi mwenye anapenda kuachia ngazi nafasi kubwa kama hiyo. Sijawahi. Najua Dr. Nchimbi inaonekana kwamba ni busara zake ndizo ziliweza kumuongoza akaridhia hiyo barua ambayo ilikuwa inamsukuma kujiondoa madarakani. Ingekuwa ni wengine hawangekubali, vita ingetokea, damu ingemwagika, lakini sio kuachia ngazi. Watu ambao wako na akili timamu wanaondolewa. Wala ambao wako sumbukuko hawana akili ndio wanabaki, kama vile akina Mwigulu Nchemba, kina Paul Makonda na wengine. Lakini wale ambao wako na akili ya kuangalia mbele wanatimuliwa. Watanganyika tunapaswa kujiuliza, ni akina nani sasa watatutetea ikiwa makamu wa rais Daktari Nchimbi ameondolewa kutoka madarakani kwa sababu ya kuwaambia Watanzania tuweza kupigania katiba mpya, tupambane tupate katiba mpya. Hilo ni swali gumu. Endelea kusubscribe, nitaendelea kuwaleta mengi zaidi.